Wapendwa wasikilizaji wa redio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2025, Jumatatu ya Dominika ya 5 ya Pasaka mwaka C. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 14 aya ya 5 hadi ya 18, na somo la Injili linatoka kwa mwinjili Yohane sura ya 14 aya ya 21 hadi ya 26. Na sasa karibuni tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane sura ya 14 aya ya 21 hadi ya 26. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye. Naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Yuda si yule Iskariote akamwambia, Bwana, imekuwaje ya kwamba wataka kujidhihirisha kwetu wala si kwa ulimwengu? Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Mtu asiyenipenda yeye hayashiki maneno yangu, nalo neno nalolisikia sio langu, ila ni lake Baba aliyenipeleka. Hayo ndiyo niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Dhamira kuu katika Injili yetu ya leo ni kwamba Roho Mtakatifu hutufunulia mapenzi ya Mungu na kutupa nguvu ya kuyatenda. Wapendwa, tunaendelea na kipindi cha Pasaka ambapo tunaendelea kufurahia na kushangilia ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, yaani ushindi dhidi ya mauti, dhambi na shetani. Ushindi huu ndio unawafanya mitume wazunguke wakiwatangazia watu habari hii njema kwamba watu sio watumwa tena wa dhambi wala watawaliwa wa shetani, na hata mauti haiwapati tena. Wapendwa wasikilizaji, Kristo amejidhihirisha kwa ulimwengu, lakini hujidhihirisha kwa namna ya pekee kwa wale wanaoitikia mapenzi yake. Kristo ni ukamilifu wa ufunuo mtakatifu ambao Kristo anataka tuelewe. Ndio maana Yuda Tadei anamtaka ajidhihirishe kwa ulimwengu mzima, yaani baada ya ufufuko wake, na si kwa mitume tu. Rejea Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya 22. Ahadi ya Kristo kutokutuacha yatima ni ishara kuwa Kristo yu pamoja nasi kwa njia ya nafsi ya Utatu Mtakatifu, yaani kwa njia ya Roho Mtakatifu. Hivyo tunapaswa kuzishika sheria zake na kumpenda yeye. Ndio maana Yuda Tadei anamtaka kujidhihirisha kwa ulimwengu mzima. Jibu la Kristo kwa Yuda ni kumtaka na kututaka sisi wanadamu tumpende, na hivyo tutaweza kulishika neno lake. Hii inatufunulia ukweli kuwa Kristo ni ukweli wenyewe ambao mtu akimsadiki atakuwa katika muungano na Baba aliyemtuma. Rejea Injili ya Yohane sura ya 16 aya ya 5. Yaani Kristo hakuja ulimwenguni kwa mapenzi yake mwenyewe, bali kuyatimiza mapenzi ya Baba yake. Rejea Injili ya Yohane
sura ya 4 aya ya 34. Kumpenda Kristo na kufuata mafundisho yake ni kumkubali na kumsadiki yeye kuwa katika maisha yetu, na hivyo kutoa nafasi kwa Mungu kuyaongoza maisha yetu na kutimiza ndani mwetu mapenzi yake, kama ambavyo Mtume Paulo anatuambia, tutolee miili yetu kama dhabihu iliyo hai, takatifu na ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Rejea waraka Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 12 aya ya 1. Hii ni kwa sababu miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Rejea pia waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 6 aya ya 19, na pia Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 260 namba 647. Wapendwa wasikilizaji, Kristo anawaahidi mitume wake juu ya ujio wa Roho Mtakatifu ambaye Baba atamtuma kwa jina lake, ili wakumbushe yote aliyowafundisha akiwa pamoja nao. Rejea Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya 26. Ahadi hii ambayo Kristo anawaahidia mitume inatimia baada ya siku 50 toka ufuko wake kutoka wafu. Roho Mtakatifu anapowashukia mitume, wanaangaziwa mwanga wa imani thabiti mioyoni mwao, na anawaangazia kuyatambua mafundisho yote ambayo walishindwa kuyaelewa wakati wa utume wake Bwana wetu Yesu Kristo hapa duniani. Rejea Injili ya Luka sura ya 24 aya ya 25 hadi ya 32. Roho Mtakatifu anawaangazia na kuwa msaada wa kuyafafanua na kuyahubiri mafundisho hayo kwa ujasiri mkuu kwa watu wengine, ili nao wamuelewe Kristo kuwa ni kweli na taa ya ulimwengu na ni njia ya kufikia uzima wa milele. Wapendwa wasikilizaji, mafundisho ya kanisa yanasimama katika ukweli huu kwamba Roho Mtakatifu uliangaza kanisa kupitia mafundisho mbalimbali yanayolenga kumtangaza Kristo kwa ulimwengu mzima. Injili ya Kristo kupitia ushuhuda wa maisha yake, yaani mateso, kifo na ufufuko wake, ni ukombozi kwa maisha ya mwanadamu ambaye Mungu amemuumba kwa sura na mfano wake. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya ya 26. Mungu hafurahii mwanadamu kuangamia milele. Rejea kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 18 aya 30 hadi ya 32. Ndio maana Kristo anajitoa kwa ajili yetu, anakubali kuteswa na kufa kwa ajili ya ukombozi wetu, kwa kututaka tuyaishi ambayo alitufundisha, na hivyo anatupatia zawadi ya Roho Mtakatifu atakayetuongoza na kutusaidia kuyaishi mapenzi yake. Wapendwa wasikilizaji, Pasaka ni kipindi ambacho tunapaswa kuyafanya maisha yetu yawe katika upya na Kristo mfufuka. Upya huu wa maisha yetu katika Kristo uanze kwanza kwa kuitikia sauti ya Mungu ili iweze kutubadili katika mienendo yetu. Pasaka iwe msingi wa kutuimarisha kiimani kupitia Roho Mtakatifu kwa kuitikia na kuziishi amri za Mungu ambazo zinatuwezesha kuishi katika muungano na Kristo. Rejea Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya 21. Wapendwa wasikilizaji, Kristo ni mchungaji wetu. Sisi kama kondoo tunapaswa kusikiliza sauti ya mchungaji wetu na kufuata maelekezo yake kupitia akili na utashi wetu aliotujalia Mwenyezi Mungu. Kristo kama mchungaji wetu anatulinda na kutuongoza kondoo wake tuendane na mapenzi ya Baba yake,
kwa kuzipokea na kuziishi amri zake na kumpenda, ili katika hayo Kristo mfufuka awe ndani yetu, nasi tuwe ndani yake pamoja na Baba. Tumuombe Mungu atujalie fadhila ya imani, ili Kristo mfufuka kupitia yeye atujalie kujumuika naye katika maisha yetu ya kila siku kwa kuliishi fumbo hili la Pasaka, na hata tuweze kuwa mashahidi wa kweli wa ufalme wa mbinguni kwa wengine. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imetolewa kwenu nami Frateli Christopher Matokeo wa Jimbo Katoliki la Geita, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Jimbo Kuu Katoliki la Tabora.